Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Moja kati ya makala ambayo tunayo wakati huu ni kwa nini rais wa Marekani Donald Trump aliamua moja kwa moja kurudi katika meza ya mazungumzo dhidi ya Iran badala ya kupambana moja kwa moja katika uwanja wa vita. Siku ya leo ya Ijumaa ni siku ambayo Marekani itafanya mazungumzo na Iran katika kumaliza mzozo wao. Hata hivyo, mzozo wa Marekani na Iran ambao ulianzia kwenye suala la waandamanaji uligeuka na kuja katika suala la nyuklia. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance alikiri kusema kwamba mipango ya rais wa Marekani ama ajenda za Marekani kwa sasa si suala la waandamanaji na vifo vyao huko Iran, bali ni suala la nyuklia ya Iran. Marekani haitaki kusikia kabisa suala la nyuklia nchini Iran na halina mpango wa kuona kwamba Iran inamiliki silaha za kinyuklia. Mpango wa Marekani kwa sasa nchini Iran ni kuona Iran hivi kabisa na miradi ya nyuklia. Ndicho ambacho Marekani inataka. Lakini wachambuzi wa mambo wanasemaje? Huko Mashariki ya Kati, kupitia gazeti la Jerusalem Post limezungumzia kuhusu ni kwa nini rais wa Marekani Donald Trump ameamua kurudi katika meza ya mazungumzo. Wachambuzi wanasema huku wakinukuu moja kati ya kauli za rais wa Marekani ambazo aliwahi kuzungumza mnamo Julai 29 mwaka 2019 kupitia ukurasa wa Twitter. Wakati huo, wakati kulikuwa na mvutano na Tehran, alieleza akisema kwamba kumbuka tu, wa Iran hawakuwahi kushinda vita, lakini hawakupoteza mazungumzo. Ndivyo alivyosema rais wa Marekani Donald Trump katika miaka ya 2019 kupitia ukurasa wake wa X, zamani Twitter. Mwaka mmoja kabla, Trump alikuwa ameiondoa Marekani kutoka katika makubaliano ya nyuklia yaliyojadiliwa chini ya rais wa wakati huo Barack Obama, na kufikia katikati ya mwaka 2019 Washington ilikuwa imerejesha vikwazo vikali. Wiki chache kabla ya ujumbe huo wa Twitter, Iran ilidungua ndege isiyo na rubani ya Marekani na kuzishambulia meli za mafuta katika Ghuba. Marekani iliongeza nguvu katika eneo hilo na Trump akaidhinisha, lakini akabatilisha mashambulizi ya kulipiza kisasi dakika za mwisho. Moja kwa moja tuelekee katika sababu za msingi ambazo pia wachambuzi wa mambo wanazieleza. Wakati mvutano kati ya Marekani na Iran ukizidi kupamba moto na pande hizo mbili zikiwa ziko tayari kufanya mazungumzo siku ya leo nchini Oman, tweet ya awali ya Trump inaning'inia hewani. Bado haikupata majibu ambayo alimaanisha wakati huu ambapo alisema ataishambulia Iran na meli zake pamoja na vifaa vya kijeshi vya thamani ya hali ya juu vinaelekea huko nchini Iran. Kuna mambo matatu ambayo wakati huu yamezungumzwa na wachambuzi. Jambo la kwanza ni historia ya vita vya Iran, lakini jambo la pili ni washirika wa eneo hilo, lakini jambo la tatu ni historia kwa ujumla ya taifa hilo la Kiajemi. Tukianzia katika historia ya vita vya Iran, moja kati ya vita ambavyo vinakumbukwa haswa ni vita vya hivi karibuni vya siku 12. Iran iliingia katika uwanja wa vita katika mapambano dhidi ya Israel ambayo ilianzisha operation katika taifa hilo la Kiajemi, ikiamini kwamba inataka kuonyesha kwamba ina uwezo kiasi gani katika mapambano yake dhidi ya Iran. Ilitumia ndege za aina tofauti tofauti za hali ya juu za teknolojia ya hali ya juu, ikiwa ni pamoja na ndege za F-35. Ndege hizi baadhi yao ziliweza kufanya mashambulizi ndani ya Tehran, lakini nyingine zilidunguliwa. Hapo ndipo na kilichotokea ni mauaji ya maafisa wa kijeshi na wanasayansi wa nyuklia. Hii iliipa fursa Iran kufanya mashambulizi mazito ndani ya Israel, na mashambulizi haya yaliweza kuonyesha namna ambavyo Iran ina uwezo katika mapambano. Makombora zaidi ya 500 yalifyatuliwa ndani ya Israel, na hii ilikuja kusababisha kuona kwamba Iran ni taifa ambalo si dhaifu kama ambavyo lilichukuliwa. Iran ilikuwa na silaha nyingi za siri, na silaha hizo wakati huu zinadaiwa kwamba huenda zitatumika katika mapambano. Sasa moja kati ya mambo ambayo yamezingatiwa wakati huu ni kuangalia namna Iran ilivyopambana katika siku 12. Mpango wa Marekani ni kutaka kupambana kwa muda mfupi tu na kuharibu kila kitu ndani ya Iran, lakini wachambuzi wa masuala ya kivita wanasema jambo hili halitowezekana kwa urahisi kama ambavyo rais wa Marekani anataka, na hivyo litaingiza Marekani katika vita vya muda mrefu, na kwamba Marekani italazimika kutumia fedha nyingi na mwisho wa siku kuharibu uchumi wake, jambo ambalo Marekani inalikataa. Lakini turudi katika jambo la pili, historia ya taifa hilo. Iran ni moja kati ya mataifa ambayo hayakubali kushindwa, yatapambana kwa muda mrefu iwezekanavyo.
Inadaiwa kwamba hata kama wakati huu Ayatollah Al-Khamenei atauawa, lakini bado Iran itaendelea na mapambano wakati wote. Iran haitokubali kuiacha vita hivi. Hii ndio historia ya Iran. Na hata wakati Marekani inapambana na Iraq ndani ya miaka mitatu, haikutarajiwa Marekani kupambana wakati wote huo, lakini inadaiwa pia kwamba ni msaada mkubwa uliotolewa na Iran katika mapambano ya Iraq na Marekani kutoka mwaka 2003 hadi mwaka 2006 ambapo alikamatwa kiongozi wa Iraq Saddam Hussein, ndipo ambapo waliweza kumaliza vita hivyo, na vita hivi viligharimu pakubwa sana Marekani. Lakini ingawa kuna mambo mengine mengi, lakini jambo la tatu linatazamwa na washirika wa Marekani. Marekani haipigani vita katika ardhi yake. Marekani inategemea washirika, hasa pale ambapo amejenga ngome za kijeshi. Hivyo Marekani itatumia mpango wa mapambano kupitia mataifa ambayo ni washirika. Washirika hawa wanaifahamu vizuri Iran, wanajua kabisa kwamba moja kati ya changamoto zitakazoyakumba mataifa hayo ni mkururo wa makombora kutoka nchini Iran. Nchini Israel tu, Iran imeandaa zaidi ya makombora 2000 kuishambulia Israel, lakini pia imeahidi kwamba itafanya mashambulizi mazito katika kila eneo lenye ngome ya kijeshi ya Marekani. Na mfano mzuri unachukuliwa katika siku 12 za vita kati ya Israel na Iran, ambayo Marekani ilikuja kuingilia kati, na hapa ndipo ambapo panatazama kwamba Iran ilifanya shambulizi katika kituo cha Al-Udeid, kituo kikubwa cha kijeshi, kituo cha anga cha Marekani, na hivyo kila nchi wakati huu imekuwa na hofu. Israel yenyewe ina hofu na imesema haitokubali kuingia vitani na Marekani, lakini pili imesema kwamba yenyewe itakuwa ikilipa kisasi endapo itashambuliwa, lakini mpango wa kuingia moja kwa moja katika vita haupo. Endelea kutufuatilia mtazamaji. Kuna sababu nyingi ambazo zimemfanya Donald Trump kurudi mezani kwa ajili ya kufanya mazungumzo, lakini pia sababu nyingine ambayo pia katika taja ni pamoja na washirika wa Iran, ambapo inadaiwa kwamba wapo kimya lakini bado wapo, na washirika hawa ni China, Urusi na Korea ya Kaskazini, ambao wakati wote huenda wakafanya lolote, na inadaiwa pia kwamba tayari wameshapeleka baadhi ya silaha zikiwemo ndege za kivita za hali ya juu Sukhoi -35 na nyinginezo nyingi, pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga ya aina mbalimbali. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.